Mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kujenga masoko mengine kila wilaya na mkoa ili kuandaa mazingira mazuri zaidi kwa wajasiriamali. Dr. Mwinyi aliyesema hayo alipokuwa akizungumza na makundi ya wajasiriamali, wajane, waendesha bodaboda, bajaji, wavuvi na wakulima katika mkutano wa hadhara wa kampeni uliofanyika uwanja wa michezo wa Kihinani mkoa Mjini Magharibi. Natambua maombi yenu yale mlionipa mwaka 2020 mengi tumeyafanyia kazi. Yalikuwa ni kwamba tuweke mazingira mazuri ya kufanyia biashara, tuwape mafunzo ya shughuli zao, tuwape mitaji isiyokuwa na riba na tuwape tozo nafuu kila mwezi badala ya kulipishwa kila siku. Tunachosema ni kwamba tuliahidi kujenga masoko makubwa na madogo. Tumejenga masoko makubwa ya Chuini, Mwanakorekwe, Jumbi na sasa hivi linakamilishwa la Mombasa, na tayari michoro kwa ajili ya kibanda maiti imeshakamilika na fedha zipo, karibu ujenzi utaanza. Kwa hiyo masoko makubwa tunaendelea nayo. Kwa hivyo tutaendelea kutengeneza mazingira mazuri kwa wajasiriamali. Natambua bado wengi wapo wanahitaji maeneo mazuri kwa sababu masoko yetu bado hayajakidhi haja. Kwa hivyo tutaendelea kujenga maeneo mikoani, wilayani na haya makubwa ili kuhakikisha kila mjasiriamali, kila mfanyabiashara anafanya biashara zake katika mazingira mazuri. Akizungumzia tozo za masoko, ameahidi kulisimamia swala hilo ili tozo zinazotolewa ziwe nafuu na wajasiriamali wazimudu, pamoja na ujenzi wa vituo vya mabasi ambavyo ndani yake kutakuwa na maeneo maalum kwa ajili ya bodaboda, pamoja na kuwapatia mikopo kufuatia kurasimishwa kwa biashara hiyo. Kuhusu tozo katika maeneo ya kufanyia biashara, nilishasema na natoa tena maagizo kwamba masoko haya lengo letu ni kuwapa watu mazingira mazuri, lakini kuwe kuna tozo zinazoeleweka. Isiwe mradi tozo kila siku zinakuja mpya. Kwa hiyo tozo iwe moja kwa mwezi ambayo ndani yake kuwe kuna fedha kidogo ya usafi ili tuendelee kuyaweka katika usafi, lakini isiwe zile tozo za kila siku. Kwa hivyo hili tutalisimamia ili tozo hizi ziwe rafiki zaidi. Kwa wale wajasiriamali wa bodaboda na bajaji, naelewa kwamba mnahitaji maeneo maalumu ya vituo. Tutaendelea kujenga vituo vya mabasi, ndani yake vikiwemo maeneo maalum kwa ajili ya bodaboda na bajaji, lakini vile vile tozo mnazotozwa tutazitaka ziwe nafuu na rafiki zaidi kuliko ilivyo sasa, na kama kawaida tutaendelea kutoa mitaji ili muweze kupata vyombo hivi mmiliki nyinyi wenyewe badala ya kuwafanyia watu kazi. Sambamba na hayo, Rais Dr. Mwinyi ametangaza siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ambayo ni siku ya kupiga kura kuwa ni siku ya mapumziko. Aidha, ametumia fursa hiyo kuwaomba wananchi kura na kumchagua tena ili aiongoze tena Zanzibar. Hashim Kasim, Daily News Digital.